Nyuma tulikuwa tunalima mahindi, tunalima maharage, lakini kilimo chetu kilikuwa cha mazoea. Tulikuwa saa nyingine hatujui hata mbegu bora, hatujui wakati mzuri wa kuotesha. Na tulikuwa tunatumia viuatilifu, kwa mfano tulikuwa tunatumia sana sumu. Kwa hiyo mazao yetu yalikuwa yanaathirika na sumbukuku kwa sababu ya sumu ambazo tunatumia. Lakini kipato pia kilikuwa kinashuka kwa sababu hatupikii malengo. Na kila siku maisha yetu ilikuwa ni ya kuungaunga. Kwa miaka mitatu tumefanya kazi na wakulima hawa zaidi ya 1500 na tumewasaidia kuweza kutumia mbinu mbalimbali za kilimo ekolojia kuweza kubadilisha zile changamoto mbalimbali ambazo walikuwa wanakutana nazo katika shughuli za kilimo. Katika kijiji cha Olchorovus kata ya Musa wilayani Arusha DC, kuna hadithi ya mafanikio ya mkulima Masanja Manase aliyedhamiria kubadilisha maisha yake na ya jamii inayomzunguka kupitia kilimo ekolojia. Masanja Manase ameibuka kuwa mfano wa kuigwa kijijini hapo baada ya kuamua kujikita kikamilifu katika kilimo ekolojia, kilimo inayozingatia utunzaji wa mazingira, afya ya udongo na matumizi ya rasilimali za asili kwa uendelevu. Kupitia juhudi zake, si tu kwamba ameongeza uzalishaji, bali pia amekuwa chachu ya mabadiliko kwa wakulima wengine. Leo hii wakulima wengi kutoka Olchorovus na maeneo ya jirani hufika shambani kwa Masanja Manase kujifunza mbinu bora za kilimo ekolojia. Amegeuka kuwa darasa hai, akitoa elimu kwa vitendo kuhusu namna ya kulima kwa njia rafiki kwa mazingira, huku akipata mazao bora na salama. Kutokana na ufanisi wake, Masanja Manase amekuwa akipewa nafasi na viongozi wa kijiji pamoja na mashirika mbalimbali kutoa mafunzo kwa wanakijiji. Mafunzo hayo yamechangia kuongeza uelewa wa jamii kuhusu umuhimu wa kilimo ekolojia na namna kinavyoweza kuboresha maisha yao. Akizungumza kwa furaha, Masanja Manase anashukuru IDP na taasisi mbalimbali zikiwemo Mviwa Arusha, Shiwakuta na Rekoda pamoja na washirika wengine kwa kumpatia elimu na msaada uliomwezesha kufikia mafanikio hayo. Naitwa Manase Meoki. Mimi ni mkulima, nalima kilimo ekolojia. Natokea kitongoji cha Enjoro, kijiji cha Olchorovus, kata ya Musa, tarafa ya Muklat na halmashauri ya Arusha DC. Nipo hapa kwenye kijiji cha Olchorovus kama mkulima ambaye amewezeshwa na mradi wa kilimo endelevu. Mradi ambao wanatekeleza mashirika matatu: IDP, Mviwa Arusha pamoja na Rekoda. Na katika mradi huu nimeweza kufundishwa teknolojia mbalimbali za kilimo. Hii ni kwa sababu ya kukabiliana na haya mabadiliko ya tabia nchi. Na mimi na familia yangu imetusaidia sana. Kwa sababu kule nyuma hatukuwa na mgomba. Tulikuwa tukimama akipata tukihitaji ndizi tunaenda kukata, tuenda kuomba kwa jirani au kwenda kununua. Lakini sasa hivi tumeweza kuwa na mgomba ambao na sisi tunasubutu hata kuuza ndizi. Na hii pia inakuwa ni sehemu ya kuingizia kipato. Lakini jambo lingine, huko nyuma tulikuwa tunalima mahindi, tunalima maharage, lakini kilimo chetu kilikuwa cha mazoea. Tulikuwa saa nyingine hatujui hata mbegu bora, hatujui wakati mzuri wa kuotesha. Na tulikuwa tunatumia viuatilifu, kwa mfano tulikuwa tunatumia sana sumu. Kwa hiyo mazao yetu yalikuwa yanaathirika na sumbukuku kwa sababu ya sumu ambazo tunatumia. Lakini kipato pia kilikuwa kinashuka kwa sababu hatupikii malengo. Na kila siku maisha yetu ilikuwa ni ya kuungaunga. Lakini nishukuru miradi hii ambayo nimeitaja. Toka nilipoanza kujiunga kwenye miradi, maisha yetu yameneemeka. Kwa sababu baada tu ya kuzawadiwa kupata guta kwa ajili ya kuendeleza maisha yetu hapa nyumbani, nimeweza pia kukusanya mapato mbalimbali sasa ambayo naipata, na nikanunua viti 400 ya kukodisha. Kwa hiyo niwe na mradi wa viti. Kwa hiyo mbali na kilimo, nimekuwa na mradi wa viti ambavyo tunatupatia kipato katika maisha yetu. Na sisi katika shamba letu kama unavyoona, tumeotesha miogo. Hii miogo sisi tunakula miogo kwa mwaka mzima. Hakuna siku hatuli miogo. Na hata kama mama akienda mashineni, kwa bahati mbaya mashine ikawa umeme hamna, hatulalagi njaa kama watu wengine. Watu tunachelewa tu kula. Kwa sababu mama anaweza kwenda kuchimba mihogo ama anaweza kuchukua ndizi. Ziko ndizi na saa nyingine ziko viazi.
Kwa hiyo kwetu ile dhamiri ya kusema njaa na umaskini kwa historia kwetu imewezekana. Tumekuwa na chakula ambacho tunawapa hata na majirani. Lakini jambo lingine, mimi kama mwezeshaji na kwa kusapotiwa na miradi, nimekuwa pia nikiwafundisha jamii nyingine. Nashukuru mwenyekiti wangu wa kijiji kwa sababu wakati akiwa na mkutano wa kijiji ananipa nafasi ya kuwafundisha wana kijiji, na sio siku moja. Lakini pia nina nafasi nyingine wanapokuwa kwenye misiba nawafundisha watu. Anasema elimu hiyo imekuwa na mchango mkubwa si kwake tu bali kwa jamii nzima. Kwa nini wananipa? Wananipa kwa sababu wameona kwamba mimi nimeshatengeneza darasa. Na hapa nyumbani na kitabu cha wageni ambacho wakulima wengi wanakuja kujifunza. Na wanapokuja kujifunza, nampa mbegu. Nikishamfundisha namna kuotesha mgomba, nampa mgomba, nampa viazi lishe, nampa pia na mihogo bure. Lakini kuna watu ambao wanahitaji mbegu, wale huwa nawauzia ili wachangie, lakini kwa ile ambaye anapenda maendeleo ile nampaga bure. Wanakijiji wa Olchorovus pamoja na viongozi wao wanathibitisha kuwa utekelezaji wa kilimo ekolojia umeanza kuleta mabadiliko chanya katika eneo hilo. Wanasema uzalishaji umeongezeka na uharibifu wa mazingira umepungua, jambo lililoleta matumaini mapya kwa wakulima. Kwa majina ninaitwa Alexi Lukumai, ni mwenyekiti wa kijiji cha Olchorovus. Kwanza, moja ya sifa ya mkulima ekolojia ndugu Manase kwa sasa haitu Manase huku kwetu. Majina yake ni mkulima mbunifu, ndio iliyozoeleka kulingana na kwamba tunampa nafasi ya kufundisha jamii tunayoiongoza kama jinsi alivyojitambulisha. Niseme tu kwamba tumeendelea kunufaika na kilimo hichi ndani ya kijiji chetu na hata nje ya kijiji. Amekuwa ni mtu anayefundisha jamii na jamii wako wamekuwa tayari kumpokea. Tumekuwa naye bega kwa bega tukihakikisha kwamba tunampa ushirikiano kwenye kijiji, hususa kwenye mikutano yetu mikuu ya kijiji. Huwa anapata nafasi kwa sababu tulitamani kupata yale mafunzo na wananchi wameyapokea kwa kweli. Leo ukipita kwenye kijiji kwa ujumla, kama ni swala la habari ya migomba kwa maana ya ndizi, asilimia ya wananchi wengi wana migomba na wana ndizi manyumbani. Ile swala kipindi cha nyuma tulikuwa tunakwenda Kisongo kununua ndizi, hiyo imeisha kwetu. Hata kwa ambaye hajaotesha mgomba akifika hapa anapata ndizi. Kama ni miogo anapata miogo. Kama ni elimu anapata. Tuwashukuru tu, mimi kama mwenyekiti nishukuru serikali yetu chini ya halmashauri kwa kuendelea kuruhusu mashirika kama haya yanayotujia kutoa elimu kwenye vikundi na kwenye jamii kwa ujumla. Kwamba kwa sasa tunaendelea kunufaika. Ukizingatia udongo wa kwetu ni udongo ulio rafiki. Unahitaji wala hahitaji maji ya kusema kwamba kumwagilia. Mvua tu inatosha hata kwa mwaka kama mnavyoiona. Ukanda huu hatuna maji mengi inayoweza kutosheleza labda pengine kilimo kama hizi. Lakini kwa wakati mwingine mvua ya Mwenyezi Mungu inavyonyesha huwa tunafaidi kupata mazao. Kikubwa ni elimu. Lakini pia kupitia chombo hichi ambacho mmekifundisha na leo amekuwa mwalimu darasa kwenye kijiji chetu. Niwashukuru sana mashirika. Nilisikia mashirika yako matatu. Kuna IDP, Mviwa Arusha pamoja na Rekoda. Ni watu ambao tumekuwa nao kila wakati wakitembea kwenye kijiji chetu na sisi tunawapa ushirikiano. Kwa upande wa viongozi wa halmashauri ya Arusha DC, wanaeleza kuwa kilimo ekolojia kinaendelea kukua kwa kasi miongoni mwa wananchi. Wanasema mwitikio mkubwa wa wakulima umechangia kuleta matokeo halisi, ikiwa ni pamoja na kuimarika kwa kipato na usalama wa chakula. Tuendelee kufanya vizuri, tuendelee kuwafundisha wengine. Sasa hivi tunajua kula mayai, tunajua kula nyama ya nguruwe. Kwetu wa Masai ilikuwa sio kitu rahisi, si ndio? Ilikuwa sio kitu rahisi. Lakini kupitia hawa watu wa Mungu, haya makampuni yaliyotukimbilia, sasa tunakula mayai, tunakula nyama ya nguruwe, tunachinja kuku na kula. Olchorovus oye! Ninawashukuru sana, lakini
tuendelee kuzalisha sana, kuzalisha mazao. Najua ya kwamba mmeletewa mbegu nzuri na masoko mmetafutiwa, basi mjaribu basi kuonyesha ushirikiano, Tanzania nzima iweze kufanikiwa kupitia nyie. Hadithi ya Masanja Manase ni ushuhuda kuwa mabadiliko yanawezekana pale mtu anapoamua kujifunza, kubadilika na kushirikiana na wengine kwa lengo la maendeleo endelevu. Mimi ni Abel Said Lowassa na hii ni Asalo TV Online.